Kando na kesi ya uhaini, Tundu Lissu sasa amebandikwa kesi nyingine katika mahakama ya Dar es Salaam, ambapo kesi hii nyingine pia inamhusu yeye pamoja na chama kizima cha Chadema. Mtazamaji, kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Hali ya kisiasa nchini Tanzania leo imechukua sura kubwa, huku Tundu Antipas Lissu akiweza kuunganishwa katika kesi nyingine mpya kando na kesi ambayo ilikuwa na utata ikimkabili ya uhaini, na kesi hii mpya sasa hivi itaanza kusikilizwa mnamo tarehe 1 Disemba katika mahakama hiyo hiyo ya Dar es Salaam. Kesi hii mpya nyingine imeibuka kitovu cha mzozo wa kisheria na wandani ya Chadema, ambayo sasa hivi umeweza kuhusishwa naye Tundu Lissu na kuweza kumbandika mzigo mpya. Mzozo huo ambao umedumu kwa muda wa miezi kadhaa sasa umezidi hadi kwenye korido za mahakama kuu ya Dar es Salaam, ambapo kesi mpya imefunguliwa rasmi dhidi ya maafisa kadhaa wakuu wa chama, pamoja na Tundu Lissu akiwa miongoni mwa watu ambao wataweza kusikilizwa katika kesi hiyo. Kwa watazamaji wengi wa Tanzania na wafuasi wa Tundu Lissu, hatua hii inaashiria mzozo unaozidi kuongezeka katika mojawapo ya vyama vya upinzani vyenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania. Hatua hii ya hivi punde mahakamani kuhusu Tundu Lissu ilianza kwa kuwasilisha maombi ya madai katika masjala ndogo ya mahakama kuu ya Dar es Salaam, ambapo Tundu Lissu aliongeza kesi nyingine kwa kuwashtaki rasmi watu watano wanaohusishwa na uongozi na udhamini wa chama cha Chadema. Ninachomaanisha ni kwamba katika kesi mpya dhidi ya Tundu Lissu ni Tundu Lissu mwenyewe ambaye ameweza kushtaki watu ambao pia wamo ndani ya chama cha Chadema. Kesi hiyo inatokana na kutoelewana kwa muda mrefu juu ya utunzaji, ugawaji na udhibiti wa mali za Chadema, suala ambalo limekuwa likiibua shutuma za ndani ya chama hicho kwa miaka mingi. Majalada hayo ya kisheria yanajumuisha viongozi wakuu, wadhamini na katibu mkuu wa sasa wa chama hicho cha Chadema. Kwa mujibu wa nyaraka mpya za mahakama iliyotolewa hivi karibuni katika kesi hii mpya inayomhusisha Tundu Lissu, kesi hiyo itatajwa Disemba tarehe 1 mwaka huu 2025 mbele ya Jaji Mwanga, ikiwa ni mwanzo wa mabishano ya kisheria ambapo Tundu Lissu aliongeza kesi nyingine ambayo itachunguzwa kwa kina na mahakama hiyo. Pande zote mbili zinatarajiwa kubaini mwelekeo wa awali wa kesi hiyo. Wachanganuzi wa kisiasa wanatarajia kuwa kikao hicho kitavutia umakini wa kitaifa kutokana na takwimu zinazohusika na masuala yanayohusika. Mgogoro huo uliibuka hadharani baada ya mwanaharakati wa Chadema Hilda Newton kuthibitisha kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter almaarufu X kuwa Tundu Lissu aliongeza kesi nyingine sasa kando na uhaini, ambayo imeingia katika hatua ya kisheria leo. Chapisho lake Hilda Newton, mwanaharakati huyo wa Chadema, lilisambaa jana papo hapo usiku na kuunda upya mijadala kuhusu uwajibikaji wa uongozi ndani ya upinzani Tanzania. Alibainisha kuwa uhusiano wa kisheria uliosubiriwa kwa muda mrefu hatimaye umetokea na kuanza na kuzua mijadala katika duru mbalimbali za kisiasa Tanzania. Maoni ya umma yamekuwa ya haraka na tofauti kuhusu kesi hii mpya dhidi ya Tundu Lissu, huku wafuasi na wakosoaji wakitoa tafsiri zinazopingana za kwa nini Tundu Lissu aliongeza kesi nyingine kando na uhaini kwa kesi nyingine ambayo imekuwa gumzo la kitaifa sasa hivi. Wanachama wengi wa chama hicho kinachoongozwa na Tundu Lissu cha Chadema wanaona kuwa hatua hii ni muhimu kuelekea uwazi, huku wengine wakihofia inaweza kukivunja Chadema na kukisambaratisha katika wakati mgumu wa kisiasa unaoendelea Tanzania. Wasiwasi wao unaonyesha masikitiko yaliyokita mizizi katika utawala wa ndani na usimamizi wa rasilimali. Kiini cha migogoro hiyo kinajikita katika kutoridhika kwa viongozi na wanachama wa zamani wanaodai kuwa mali za chama zimedhulumiwa au kugawanywa upya bila kufuata taratibu za kikatiba. Huu ndio msingi ambao Tundu Lissu aliongeza kwenye kesi nyingine ambao umeegenezwa, kwani mwanasheria huyo mkongwe Tundu Lissu na pia ambaye ni mwanasiasa anasisitiza uwazi wa kisheria badala ya kujihusisha na ugomvi wa kisiasa. Mzozo huo unagusa mali zote mbili na maswali mapana ya uwajibikaji wa chama hicho Chadema. Kwa wafuatiliaji wengi, uamuzi wa Tundu Lissu kuongeza kesi uliongezwa kwenye kesi nyingine unaakisi mbinu zake thabiti za kushughulikia migogoro ya kisheria na kisiasa. Katika kipindi chote cha maisha yake, Tundu Lissu amejiweka kama mtetezi wa masuala ya katiba na haki, uwajibikaji na mifumo ya kisheria.
Uamuzi wake wa kutaka mahakama kuingilia kati badala ya mijadala ya mitandao ya kijamii unaimarisha taswira hiyo miongoni mwa wafuasi wake. Upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini matokeo ya kesi hiyo yataathiri sana mienendo ya ndani ya Chadema. Wanatabiri kuwa Tundu Lissu akiongezewa kesi nyingine itachagiza mijadala ya uwajibikaji wa uongozi na huenda ikaleta mageuzi ya namna chama kinavyosimamia fedha na mali zake. Kulingana na uamuzi wa koti, utangulizi unaweza kufafanua tena jukumu la udhamini katika mashirika ya kisiasa. Wale ambao wameorodheshwa kuwa waliohojiwa bado hawajatoa taarifa rasmi na kuacha maswali mengi bila majibu kuhusu mikakati yao ya utetezi. Hata hivyo, kitendo cha Tundu Lissu kuongeza kesi nyingine kimezidisha uchunguzi juu ya matendo yao, uzingatiaji wao wa miongozo ya chama na jinsi wanavyoshughulikia rasilimali. Kimya kikiendelea, wananchi wanasubiri kusikia watakavyojibu. Wasomi wa sheria wanahoji kuwa kesi hiyo inaweza kuwa alama katika sheria za kisiasa za Tanzania. Wanabainisha kuwa Tundu Lissu aliongeza kesi hii nyingine ambayo inagusa masuala ya msingi ya uwazi wa kisiasa na haki za kumiliki mali ndani ya miundo ya chama cha upinzani. Ikitatuliwa kwa udhabiti, inaweza kuhimiza wanasiasa wengi kutafuta haki kupitia mahakama za Tanzania badala ya kupitia mizozo ya ndani ya mamlaka au mtandaoni. Zaidi ya siasa za ndani ya vyama, hali hiyo pia imezua gumzo kuhusu imara wa demokrasia ya kitaasisi nchini Tanzania. Wananchi wengi wanaamini kitendo cha Tundu Lissu kuongeza kesi nyingine kwenye kesi yake tayari ya uhaini, ambayo sasa hivi kesi hii nyingine imefikishwa rasmi Mahakama Kuu Dar es Salaam, inadhihirisha umuhimu wa taasisi za kisheria katika kudhibiti migogoro ya kisiasa. Hata hivyo, kesi hiyo pia inazua maswali kuhusu mustakabali wa uongozi ndani ya Chadema. Wanachama wanazidi kugawanyika kuhusu mwelekeo wa chama hicho, na kitendo cha Tundu Lissu sasa hivi kuingilia kesi hiyo kimeweza kuleta afueni. Wengine wanahofia huenda pia ikadhoofisha chama cha Chadema wakati ambapo umoja wa kisiasa unahitajika, huku wengine wakikaribisha uchunguzi huo kama wakati wa kutakasa shirika. Mzozo wa kisheria pia umeleta wasiwasi mpana kuhusu utamaduni wa kisiasa nchini Tanzania na wa vyama. Wachambuzi wengi wanahoji kuwa Tundu Lissu sasa hivi kujiongezea kesi hii, wanaonya kuwa mizozo hiyo isipotatuliwa haraka huenda ikazuia ukuaji wa demokrasia na kuondoa imani ya umma kwa mashirika kisiasa na chama hicho cha Chadema. Wakati huo huo, wananchi wa kawaida wakifuatilia matukio hayo kwenye mitandao ya kijamii wameonyesha hisia tofauti. Wakati baadhi ya watu wakipongeza ujasiri wa Tundu Lissu ulioongeza kesi nyingine, wengine wanahofia kuwa mabishano ya muda mrefu ya kisheria yanaweza kuvuruga masuala ya dharura ya kitaifa na kudhoofisha juhudi za upinzani kuiwajibisha serikali. Umma kwa ujumla unasalia kugawanyika sana, ikionyesha mivutano mikubwa ya kisiasa. Usikilizaji wa kesi ya kwanza unapokaribia, nchi inajitayarisha kwa kile ambacho kinaweza kuwa mojawapo ya matokeo muhimu ya mapambano ya kisheria katika historia ya hivi majuzi ya kisiasa. Umuhimu wa Tundu Lissu ulioongezwa kwenye kesi nyingine hauwezi kuzidishwa, kwani unaweza kufafanua upya jinsi vyama vya siasa vinavyoendesha migogoro ya ndani kwa ndani. Macho yote sasa yanaelekezwa kwa Mahakama Kuu ya Dar es Salaam inapojitayarisha kupanga hatua zinazofuata tarehe 1 Disemba. Mwishowe, tamthilia inayoendelea kuhusu Tundu Lissu iliyoongezwa kwa kesi nyingine inaangazia mapambano yanayoendelea ya uwazi na utawala bora ndani ya siasa za Tanzania. Iwapo mzozo huo utasababisha umoja au mgawanyiko zaidi, itategemea uamuzi wa mahakama na jinsi miundo ya vyama inavyojibu matokeo. Kwa sasa taifa linasubiri likitazama kwa makini sura nyingine ya uwajibikaji wa kisiasa inapojitokeza. Mtazamaji, ni hayo tu. Nijuze maoni yako kisha like video hii alafu subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.